Katika idadi ya watoto hao, familia ina malezi. Na wazazi huwa wanakuwa ni sehemu ya kuchochea malezi kwa watoto katika kuwajenga. Pengine wewe unaweza kutuambia nini kutokana na malezi ambao wazazi walikuwa wakiwapatia, tukiangalia nyanja zote, yani nyanja ya kiimani, lakini pia nyanja ya elimu, na pia nyanja ya kijamii, malezi unapokuwa nyumbani. Ndio. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo zuri. Niseme mambo kadhaa kati ya mengi yanayonigusa kabisa moja kwa moja. La kwanza katika malezi ya kielimu, malezi ya kiimani kwanza nianze. Nakiri wazi kwamba wazazi wangu wote wawili walikuwa ni watu wenye imani. Tena imani thabiti. Niliweza kuona baba katika safari zake aliporudi nyumbani jinsi alivyosisitiza mambo ya imani. Kwa mafundisho, kwa kueleza, kwa kujibu maswali tuliyouliza, kwa kujaribu kutuongoza na kutuasa kuishi maadili mema ya kiimani. Kwa hiyo hilo naliona wazi kwamba walikuwa ni wazazi wenye imani. Lakini pia kuna cases mbalimbali ambazo zimetokea. Nianze kwa baba lakini pia nitakuja kwa mama. Kwa baba, dada yangu wa pili kuzaliwa katika familia aliwahi kupata mchumba Muislamu. Na yule mchumba alitaka baba abadili dini. Samahani, sio baba, dada. Ili aolewe naye. Basi jioni tulifanya kikao. Baba alitisha kikao na akamtamkia wazi mbele yetu hadharani. Akasema umepata mchumba wa dhehebu jingine. Ziko taratibu za kanisa. Kama sio yeye kufuata kwa Mkatoliki, basi walau kuna taratibu wa ndoa mseto. Sasa wewe unayetaka kwenda huko kwa jinsi ninavyoifahamu imani ya kanisa Katoliki. Ndio. Basi mimi ninachoweza kusema ni kitu kimoja. Wewe sasa ni mtu mzima, uko huru. Unaweza kumfuata yule ndugu yako, lakini mimi sitapokea mahali yako wala sitashiriki hiyo harusi yako wala mtoto wangu yoyote kati ya hawa. Kwa hiyo ile lugha ilikuwa ni kali sana, inaonyesha msimamo wa kiimani yake. Kwanza hata ile lugha watoto wangu. Yaani kwa maana wewe unapokwenda hivi tayari umejiondoa kwenye orodha watoto wake. Na kwamba hawa ambao ni watoto wangu ambao wanaendelea kufuata nayo waagiza na wananisikiliza mimi, hawatashiriki. Kwa hiyo dada baadaye hakuridhia jambo lile. Kwa hiyo ni kwa upande wa baba, kwa kifupi kati ya mengi ambayo naweza kaza. Lakini ya pili kwa upande wa mama. Ndio. Mama alikuwa anatufundisha namna ya kusali kabla ya kula. Alikuwa utaona yanapotolewa matangazo jumuiani au kanisani, labda usafi, ilikuwa kwa mfano siku za kupalilia maeneo ya kanisa au makaburini. Anasema kila mtoto kamata jembe, wote nyumba nzima tunaenda kufanya usafi. Kwa hiyo nilianza kuona ile imani ambayo naitafsiri katika uwajibikaji. Lakini kitu kingine niliona kila Jumapili mama alikuwa anaamka mapema kuliko sisi. Anasafisha uwanja, anaweka maji, anachemsha, baadaye kama kada anatuandaa. Basi sasa kipindi ambacho mimi nimeanza kupata akili, mimi na kaka yangu ambaye tunafuatana naye, ambaye naye alisoma seminari baadaye, alisoma seminari ya Ukapuchini, lakini basi baadaye yeye naye ni baba familia, kupenda kwa ndani. Basi kwa hiyo ndio nimepata akili katika umri huo. Sasa naona niko umri unaendana na kaka yangu. Na tulikuwa kama tunaongea kama tumapacha. Basi kwa hiyo alikuwa anatushika mkono hivi tunaenda kanisani kila Jumapili. Kwa hiyo haya kati ya mengi naweza nikasema tumeelewa katika misingi ya imani.